Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026 Alhamis. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini kubwa usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ahimiza utu, aiombea nchi baraka, ujumbe wa amani watawala sherehe za Eid, BAKWATA ahimiza umoja, Dr. Mwinyi atoa neno gharama za maisha. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Mradi wa bilioni 122 kunufaisha biashara EAC. Tanzania kunufaika bidhaa za ngozi, kahawa, viungo vya vyakula, vifungashio. Ushirikiano wa kimataifa uzidi kunufaisha nchi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 19. Wakuu wa taasisi waonywa kuzuia barua za uhamisho. Habari katika ukurasa wa 18. Mradi wa NMB TAC AIDS kunufaisha wanawake 10,000. Habari katika ukurasa wa 7. Tanzania yajivunia kujiimarisha mapato ya ndani. Habari katika ukurasa wa 7. Wafanyabiashara kortini hasara ya milioni 120 TRA. Habari katika ukurasa wa 20. TEC yahadharisha mapadri uchu wa madaraka. Habari katika ukurasa wa 19. Chalamila gusia tozo za magari katikati ya jiji. Habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Alhamisi ya leo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ujumbe wa Eid al-Adha ni amani maridhiano. Viongozi wa dini ya Kiislamu serikali wataja mambo manne muhimu kwa Watanzania kwa sasa. Rais Mwinyi atoa neno kuhusu kukabiliana na ugumu wa maisha. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Kinachotangulia ni amani kisha haki ufuata. Ndio maana hata Nabii Ibrahim alipoombea mji wa Maka alitanguliza amani kisha akaombea watu wa mji wake matunda. Si tunaombea amani na maridhiano. Kadhi wa mkoa wa Mbeya Sheikh Hassan Mbalizi. Mahita arusha kombora kwa wanasiasa. Aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Omar Mahita amesema miongoni mwa changamoto zinazolikabili jeshi hilo zinatokana na kuingiliwa na wanasiasa, hali inayoweza kufanya askari. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Mitazamo misimamo ya wabunge kwa Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mapya ndani ya CWT, vigogo wa kisota jela. Chama cha walimu CWT kwa sasa hakina uongozi wa juu baada ya viongozi wake watatu kushikiliwa mahabusu kwa makosa hujumu uchumi. Waliokamatwa ni rais wa CWT Selemani Ikomba, katibu mkuu Joseph Misalaba na mweka hazina Nation Kidudu, ambao undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sikukuu ya Eid al-Adha. Masheikh waonya kupuuza haki amani, wagemea ukatili dhidi ya wanawake na watoto, wamulika migogoro, chuki na visasi, wasisitiza kusameheana, kulinda maadili. Habari katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Nukuu ya Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ikisema serikali inafuatilia kwa karibu mwenendo wa migogoro Mashariki ya Kati na inaendelea kuweka mikakati mbalimbali kupunguza makali ya changamoto zinazotokana na kupanda kwa gharama za nishati na bidhaa muhimu. Kesi ya kupinga ubunge jaji uhalali wa TLS kutoa msaada wa kisheria una kasoro. Habari katika ukurasa wa 4.
wauza unga wanavyotumia teknolojia mpya kuikwepa dola. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Tanzania inavyong'ara kimataifa dhidi ya vifo vya wazazi watoto. Habari katika ukurasa wa 11. Mahujaji milioni 1.5 washiriki hija licha ya tishio kiusalama. Habari katika ukurasa wa 19. Dar City ilivyotikisa michuano ya kikapu Afrika 2026. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Tunatazame sasa gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia akumbusha kudumisha utu na ukarimu. Aandika kupitia mtandao wake wa kijamii akiwatakia Watanzania heri ya sikukuu ya Eid al-Adha, ahimiza amani na upendo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kafulila aeleza ufanisi uwepo wa mfumo wa ubia. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi awapa neno wananchi Zanzibar. Habari katika ukurasa wa pili. Mwigulu afunguka Tanzania kung'ara usimamizi wa fedha. Habari ni katika ukurasa wa 3. Serikali yajipanga kwa kitovu cha utafiti wa majanga. Serikali imesema itaendelea kujipanga kufanya Tanzania kwa kitovu cha utafiti. Katika undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Rais Ramaphosa atinga korti kuu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amewasilisha pingamizi la kisheria. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye limeandika Dr. Mwinyi ahutubia baraza la Eid, asema serikali zitachukua hatua kukabiliana na athari za kiuchumi. Habari katika ukurasa wa pili. PPP yaleta mapinduzi huduma za hija Saudi Arabia. Kafulila. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Serikali yapongezwa ujenzi wa miundombinu. Habari katika ukurasa wa pili. Sudan Kusini yang'oa vifungu vya makubaliano ya amani. Habari katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ni gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Ibenge amfuata Diara. Azam FC yafunguka, mwenyewe asisitiza pointi 4 tu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Beka kuna shida Simba Sports Club. Habari katika ukurasa wa pili. England kutumia AI kupiga penalti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Serengeti Boys ya saka fainali AFCON. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Rafiki leo Alhamis ni Ireland dhidi ya Qatar saa 3:45 usiku. Zimebaki siku 14 kuelekea kombe la dunia 2026, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani, na gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenye limeandika ligi kuu yageuka vita Yanga Simba. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Twiga Stars kujipima na Ghana Malawi. Habari katika kurasa za ndani. Serengeti Boys yawinda historia timu ya taifa ya vulana chini ya umri wa miaka 17. Serengeti Boys itamenyana na Misri katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la mataifa Afrika AFCON Under 17 katika uwanja wa Mourey El Hassan nchini Morocco leo. Miriam Odemba ashukuru kupata mume. Habari katika ukurasa wa 21. Ateta kocha bora wa msimu England. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Nipashe mwanga jamii ukurasa wake nyuma umeandika Serengeti Boys gado kusaka historia mpya, wanatinga dimbani wakikabili Misri katika nusu fainali ya AFCON Under 17. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa 23. Dar City ilivyotikisa michuano ya Ball 2026. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika Mastaa Yanga
wa utaja ubingwa. Habari katika ukurasa wa 23, kocha Serengeti Boys hesabu zote nusu fainali. Habari katika ukurasa wa 23. Clatous Chama mambo safi. Habari katika ukurasa wa 23. Gazeti hili pia limeandika Arsenal kamili ligi ya mabingwa. Habari katika ukurasa wa 22. Ibenge atajwa Mali. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima, na gazeti hili nakamilisha udukuzi hapa toka Zamani TV.